ukimesa kwenye swala la ndoa, you really mess it up. Yaani ukiharibu unaharibu moja kwa moja. Ni sasa unafukuzwa kwenye baraka zako. Mimi nilikutana na mtu kule Arusha, binti moja akanifuata. Akaja, na shida yake ilikuwa ni kwamba ananiambia huyo jamaa yake ambao hawakuwa wamefunga ndoa, lakini walikuwa wanaishi maisha ambayo vijana wanapenda kuishi sasa hivi bila ndoa. Unaona? Akaenda kuweka mitambo ya voda kule Mbeya. Mbeya na wenyewe wataalamu. Alipofika jamaa na lile baridi la Mbeya, akasema ngoja ajitafutie jiko, ajitafutie joto. Akatembea na yule mwanadada aliyempata huko. Na yule mwanadada akamwambia, "Aisee, baada wamemaliza shughuli akamwambia, mwambie huku ya kwetu, hautaweza kutembea na mwanamke yote huku duniani isipokuwa mimi." Jamaa akafikiri nini? Utani. Akarudi zake Arusha. Aliporudi Arusha, anakwenda kwa mtu wake. Kwani mambo yanawezekana? Yuko wiki. Na hapo sasa aliyekuja kuleta kesi sio wanaume. Alileta kesi nani? Mwanamke. Na nafikiri ya kuweza kwenda kule Pentecoste kwa sababu aliulizwa maswali mengi. Kwa sababu hakuna ndoa. Na kule anajulikana yuko vizuri. Unaweza kuonekana uko vizuri lakini una makorokocho mahali. Kwa hiyo nikamwambia haiwezekani kutoka huko. Yule ametamka na alimwambia kwa miungu ya familia yao. Ndio maana nakwambia hilo tendo la ndoa mahali linapotokea mahali popote, wewe umempa mtu password. Na wewe sasa kupambana na mume wako au na mke wako. Hata ukitumia vikao vyote, atakuwa na mpango wa kutoka lakini hawezi. Kwa sababu hiyo ni vita ya kiroho. Haiwezi kupiganwa kimwili. Inahitaji ipiganwe katika ulimwengu wa nini? Wa roho, ili uweze kumtoa huyo mtu wako. Ili uweze kuchomoa mume wako, ili uweze kuchomoa mke wako mahali alipofungwa. Kama ametamkiwa makorokocho, ujue kuna mtu ana uhalali kwa sababu lazima mstari kanampa ruksa. Anasema umekuwa naye mwili mmoja. Kila mliotumia naye umekuwa naye mwili mmoja. So unaingia kwenye ndoa, lakini kuna watu wanapasi wewe kwenye ndoa yako kama wakizima network ndani ya nyumba inakata. Ndani ya nyumba network inakamata, ukirudi ndani ya nyumba moto hakuna. Kule nje moto 100%. Ukija nje ndani imezima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sio somo la ndoa, natoa maelezo mafupi ya kuhusiana na familia na mahali ambapo familia nyingi zimepigwa ni hapo. Kwa ndo maana nimenyoka tu moja kwa moja. Sasa ukitaka kutoka hapo lazima nikufundishe, sio? Kwa sababu hawa wote, yule ambaye nilikutana naye, yule daktari ambaye alikuwa yeye akipigiwa simu usiku hata ni saa ngapi anakwenda, mke wake akaja kanisani. Kilichoponya ile ndoa ni kwamba tuliomba. Tuliingia kwenye maombi. Nikamwambia mama, sihitaji kumuona mume wako, nahitaji tuingie kwenye nini? Maombi. Na kwenye maombi tuliyofanya nilimwambia kwanza tutaingia kwenye toba kwa ajili ya dhambi aliyofanya. Hiyo namba 1. Sawa? Si amevunja amri. Alafu namba 2 tutaingia kwenye kufuta hilo agano katika ulimwengu wa roho kwa damu ya nini? Ya Yesu. Kwa sababu amekuwa mwili mmoja, ni agano tayari kulifuta na maombi ya kutosha. Sio rahisi, hiyo ni dhambi ya kimaagano. Dhambi ya kimaagano ni ile ambayo unatoka kutubu alafu unaenda kufanya. Yaani inakuganda kama ruba, ni asili inakung'ang'ania. Kwa hiyo tukafuta hilo agano kwa damu ya Yesu. Elefu namba 3 tukaingia kwenye maombi ya kufuta maneno. Kwa sababu kuna maneno umetamkiwa wakati wewe unakukuruka, kuna maneno umetamkiwa. Na yale maneno yanaua ndani. Kwa hiyo unafuta maneno unayoyajua na usio yajua, uliyenenewa au aliyenenewa. Kwa hiyo tukayafuta kwa damu ya Yesu. Alafu namba 4 tukafuta kumbukumbu za hayo mahusiano.
Bwana Yesu asifiwe. Alafu namba 5, tukamtenga na miungu ya hiyo madhabahu na hizo huyo mtu aliyekutana. Ndio lazima ufanye hivyo. Ukitaka kutoka, mwambie jirani yako, ukitaka kutoka lazima utubie dhambi, ufute agano, ufute maneno, ufute kumbukumbu, ujitenge na miungu na hiyo madhabahu ya huyo mtu ambayo ndio inakutawala kama password. Alafu ukishafanya hivyo, na wewe ndio uingie kwenye maombi ya vita, urudishe mashambulizi. Ufute, upeleke roho ya faraka, ufarakanishe huyo mtu na huyo mtu ambaye amechepuka naye, mfarakanishe kwenye ulimwengu wa roho. Na wewe useme katika nafasi yako, kama umetubu na wewe unasema tendo la ndoa lisiwezekane huko, unatuma kila unachosema na kitakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Nilishaomba na dada mmoja na Eva katika maombi, tulipiga na yeye mume wake alikuwa hivyo. Nikamwambia, ukiona mume wako anakuja na huzuni nyumbani, jua mambo tayari. Wewe ukiona na huzuni, wewe jitahidi, mtayarishie vizuri chakula, afurahi ale, atashangaa. Lakini na kwenye tendo la ndoa litawezekana. Na hivi kuwezekana, mume wake akamwambia katikati ya shughuli, akamwambia, umeniendea kwa waganga, mbona kule nje imekataa? Ndani sasa imewezekana. Sisi tuna nguvu kuliko nguvu za, yaani ukiwa kwenye ndoa halali na unampenda Mungu, jua una mamlaka kuliko mamlaka ya wachawi na wachepukaji na nini ambao wanatumia hizo nguvu kutawala ndani ya ndoa. Na wewe kwa sababu una nguvu ambazo usitumii, unashawishiwa, unavurugwa na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye ndoa tumependana, tumeoana, sio mwisho wa kupenda na sio mwisho wa kupendwa, ila tukipendana tunapeana nguvu za kushinda nini? Majaribu. Yaani kupenda na kupendwa kupo, lakini Mungu anaweza kuponya ndoa yako, kusaidia wanandoa. Yaani Mungu akitaka kumsaidia mchungaji, labda anaingia kwenye mtego, mtu anayetakiwa kumstua atamstua mke wake.